heshima hata nialike ndugu yetu ambaye anatoka hapa Luanda na ambaye ni mjumbe wa kule Lugari. Mheshimiwa Sabula, karibu. Asante. Abanyore basianje mwembe. Mirembe sani waona. Mirembe sani Lugari. Bangala wanjira kunarena Amolo Odinga. Na Mwana Mwesekura. Raundi hii baba, mimi naomba Wanyore wenzangu, kule Lugari tulitoka wote tukapatia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na kule jirani wetu ni mtu ya Jubilee anaitwa Ruto, na nyinyi hapa jirani ni Raila. Mama, ukiona mama mwenzako amusha yeye asubuhi, mzee amusha kijana, wote mtoke tuende kwa hii vita, tuhakikishe Raila Amolo Odinga yeye ndiye rais wa Jamhuri wa Kenya. Tunaelewana? Tunaelewana? Na wande baraba homo msala wabone wese kuchenderi wandano sasa karibu wale kanende sinde bezinkongo shughuli nanga baba kule bungeni. Hawa majamaa wa Jubilee wana kitu inaitwa House Business Committee constituted by Jubilee Party alone. Katiba inasema the House Business Committee of the National Assembly will be constituted by the majority and minority. Hiyo kwa wamefanya wakatengeneza House Business Committee ya Jubilee, wakaleta sheria kule bungeni ya uchaguzi, electoral laws. Sisi tunarudi kwa Maraga na tutatupilia hiyo sheria nje. Sawa? Tunaelewana? Wacha wakae kwa Jubilee Parliament, wapitishe mswada ya Jubilee, wapeleke kwa rais wao waweke kidole, na mimi kama deputy minority leader wa chama cha NASA kule bungeni naenda kwa Maraga na tutupe mswada wapi? Nje. Wangapi wanakubaliana na mimi? Na Mungu awabariki. Asanteni. Aya, simulio msiano Mnyore. Msiano Mutete. Ndugu zangu, kwa heshima kubwa nataka nifuate directive ya baba ambaye amenipatia wakati huu, nipatie kigogo principal mwenzake wa baba, ndugu yetu ambaye ndugu yetu hapa Vihiga, ndugu yetu Musalia Mudavadi ataendelesha hiki kipindi kutoka wakati huu. Ndugu yangu, kwa heshima kubwa, allow me hii ni Luanda. Nini ni mulizana mmegani bwana? Nasa hawa. Asante sana. Nataka munisikize kidogo tu, kwa sababu hapa kuna viongozi chungu nzima. Kuna viongozi wanasiasa chungu nzima. Kuna wajumbe wa Vihiga, kuna yule Kivai, kuna Agoi, kuna wale wa Muhaya wamezungumza, Lugari mmemwona, tuna hapa Senator Malala, kuna mama wetu Elsie, woman leader kutoka Kakamega, jina inaniruka kidogo, and yet she's my cousin kabisa. Alafu kuna Bole Halwale pia yeye yuko hapa. Kwa hivyo hata nimeona wa East Africa Nancy. Kwa hivyo nataka tufanye hivi, kwa sababu saa inaenda na tuko na kiongozi wetu. Mtaniruhusu nimwalike kwanza, hata mimi yangu sitasema. Akishamaliza kusema, alafu mimi nitaingia kwa programu yangu na wenzangu. Si namna hiyo?
alafu tuzungumze tumalize sawa sawa. Haya, mko tayari? Mko tayari? Wangapi wanasa hapa? Hebu nione nakule. Weka muziki wanasa. Wapi muziki DJ? Asanteni sana. Tumefika Luanda. Tumerudi Luanda. Asanteni sana kwa kutukaribisha Rwanda. Mimi nimerudi Luanda tena. Nimekiwa hapa Luanda, mimi niko nyumbani. Sio? Na mimi napenda moyo ya wana Luanda. Ndio sababu leo tumekuja kusema asanteni. Asanteni. Na asanteni tena kwa yale ambayo mlifanya. Mara hii nyinyi mliniinua mimi juu zaidi. Mlifanya vile mliniahidi mimi. Mlitimiza ahadi. Mlipiga kura kwa fujo. Kura ilinyesha hapa kama mvua. Mara mingi walikuwa wamezoea kudharau nyinyi. Wanasema wale watu hawapigi kura, hawajui kupiga kura. Alizidi tunajua. Lakini mara hii mjinga alirevuka. Mjinga kirevuka, marevu yuko wapi? Simashakani. Tena mlifanya vizuri kupiga kura kwa rafiki yangu, kijana yangu Chris Mulele. Kupiga Chris kura kwa fujo kabisa na kumrudisha kwa bunge. Huyu Chris huyu ni mtu shupavu. Tena amesimama imara katika bunge. Hapigi mawimbi ndani ya bunge. Tena akisimama pale anaongea sawa sawa. Tena anakuwa karibu kuwa kama naibu wa spika. Sawa? Yeye mwanasheria shupavu. Yeye ndiye alinialika mimi, aliana hafla hapa Luanda. Akasema mimi nije kama mgeni wa heshima. Nikamwambia nitawacha kila kitu nitakuja Luanda, ili niwe na wewe hapo wakati napiga shukrani kwa hawa Wanyori. Asante sana. Asante sana. Tunajua niambia nyinyi kwamba nyanya yangu mwingine anatoka hapa Bisikri. Hapa Kongani. Alikuwa anaitwa Dorka Wangia, mtoto wa Ambiche. Na Ambiche alikuwa ni ndugu wa Ngani. Yeye ndio aliolewa na babu yangu mdogo. Hiyo Dorka hapa wa Bisikri hapa. Kwa hivyo nakutoa yeye ndiye ameleta wasichana wengi sana kutoka hapo kule kwetu Bondo. Na babu yangu alikuwa anatumwa hapo kwa Ngani kuja kuleta mboa.
anakwenda kama kuna ukame kule kwetu chini, anakwenda kujenga hapa Bisekwe, kuchukua dawa ya mboa na kuleka naye mpaka kule Bondo. Najua na nyanya ya mama yangu anatoka hapo Ndagaria, vile ni hapa nimekuwa Mnyoro vile. Kwa hiyo nikiwa hapa Mnyoro mimi niko nyumbani. Na mtoto yangu ameolewa hapa Ipanga. Kwa hiyo nikija hapa mimi niko tena kwa nyanya bana yangu. Sio niko nyumbani tena, sio? Kwa hiyo mimi naweza kutembea na madaha na majivuno bila kuogopa chochote. Sasa nyinyi mlipiga kura kwangu kwa fujo zaidi. Hapa mlitoa vifaranga vya kuku. Lakini nilipofika Nairobi wakabadilisha ile vifaranga vya kompyuta. Vifaranga vya kompyuta. Uhuru na Ruto ni vifaranga vya kompyuta. Shame on them. Shame on them. Shame on them. Sasa hiyo ndio sababu tulisema mbele nyinyi kwamba mara hii wakiiba haturudi kwenu kulia. Nasema tutaonana nao mundu huu. Tulisema wakipiga na tunapiga. Wakipiga, wakihesabu na wakijumlisha, wakirusha, wakitangaza na wakiiba. Hapo ndio mmekosea. Tumesema wakiiba tunawanasa. Tusema tunawanasa. Tusema nasa hawa. Nasa hawa. Nasa Ruto. Nasa Uhuru. Si waliiba na tukawanasa. Tuliwanasa tukawafunga piga pingo na tukawapeleka mbele ya mahakama na tukatoa ushahidi ya kutosha. Orengo wamesimama pale na Mutaha Kangu na Otinda Amolo. Unaona, unatoa ushahidi moja, ushahidi mbili, ushahidi tatu, ushahidi Maraga akasema imetosha bwana, imetosha sosha, ushahidi itosha. Sasa ipotosha. Sasa Maraga akaangalia akaambia Chebukati na Chiloba hadi ile mama mlifanya tu uchaguzi haikuwa ni uchaguzi kulingana na sheria na katiba ya Kenya. Kwa hivyo atafutulia mbali. Na kaambia Uhuru Kenyatta hukuchaguliwa, uliiba. Saliba. Uhuru aliposikia haya akashikwa na hasira, akakunywa pombe mingi sana. Akakunywa pombe mingi na bangi, akavuta na bangi, aka macho yake yakawa nyekundu, amekolea macho nyekundu kama ile shati yake nyekundu. Anaanza kurukaruka, anaita Maraga ni wenzake ati wameiba ushindi yake, amenyakua ushindi yake. Sasa akamwambia Maraga ati wewe nikirudi tena utaona cha mtema kuni. Sio, tunasema kabla Uhuru hajarudi kwenda kuadhibu Maraga, nataka kumfundisha yeye adabu. Sio fundisha adabu. Apeleke nyumbani. Apeleke wapi? Wangapi wako tayari kupeleka Uhuru nyumbani? Tutampeleka nyumbani, sio? Sasa
Sisi tumesema tuko tayari kurudi naye kwa kiwanja, lakini kiwanja mpaka iwe sawa. Wale wezi ambao waliingia kwa yetu hadharani waende wapi? Waende wapi? Sasa mmeona mahakama ilisema ati uchaguzi haikufanyika kwa mujibu wa sheria na katiba. Walikiuka sheria, sio? Badala ya wao kufuata sheria, sasa Uhuru na Ruto wanasema wanabadilisha sheria. Msikia hiyo? Sasa wanataka kubadilisha sheria. Maana yake hawataki kufuata sheria, wanataka kubadilisha sheria ili waibe tena. Sasa ikiwa wewe tulikuwa tunacheza na wao mpira, kipindi ya kwanza kipindi imeisha, ya pili imepiga dakika 90, bado ni 0-0. Tunaenda sasa kwa extra time. Extra time sasa wewe unasema unabadilisha sasa sheria. Unabadilisha sheria ati kama ni upande yangu kwa boxi ni penalty ukishika na mkono. Nikija pande yako ukishika na mkono hapana penalty. Je, hiyo ni mchezo hiyo? Hiyo ni mchezo hiyo? Tumekataa hiyo. Ile sheria ya bandia ambayo Jubilee wanataka kuleta tumekataa. Tumekataa. Tumekataa katakata. Na siku ya Jumatatu Kenya mzima, kila mahali, Vihiga, Luanda, Mbale, kila mahali, maandamano. Tutaandamana. Wangapi wanasema tutaandamana? Wangapi wanasema? Alafu mbili tu ati tunasema hakuna sheria mpya, sio? Pili, Chiloba. Hiyo ndio mtindo. Hiyo ndio mtindo. Wana Jubilee wamechelewesha mpango wetu. Tuliahidi nyinyi tulipokuja hapa, tukishikilia hatamu ya utawala kuanzia mwezi huu wa Septemba, watoto wetu wote kuanzia nursery mpaka form 4 watasoma bure bila kulipa karo yote, sio? Tungekuwa tumeshaanza sasa, lakini Jubilee imechelewesha sisi. Sasa lakini bado itakuja. Pili, tulisema wazee watapata rupurupu. Kuna poroja ambayo wanaeneza ati NASA ikiingia ndani ile rupurupu wazee itakwisha. Sisi tutazidisha, watapata rupurupu. Kila mtu ametiwa umri ya miaka 65 watapata rupurupu. Sawa? Na sisi tusema hata wale wakina mama na single mothers ambaye ana mtoto na hana bwana alifariki au alipata talaka au alipata mimba na ana mtoto, tulisema tutasaidia wao kina mama, tukuweka special fund for the single mothers. Sawa? Na vile kwa vijana tutajenga hapa Vihiga, tutajenga industrial park pale ambapo kutakuwa na mitambo na vifaa, mahali ya kupata mafunzo kwa vijana na pesa ya kuanzisha kazi yao katika Uhuru ndani, ili vijana badala ya kuhangaika randa hapa na pale bila kazi watapata ajira. Instead of being job seekers, they will be job creators. Hiyo ni mpango wetu kama wananasi. Na wakulima vile tutawasaidia wakulima wetu, wale wakulima wa chai, wakulima wa mahindi, wakulima wa marage, kadhalika tutapata hao msaada. Sawa? Sisi tuko na mpango ya kuimarisha uchumi wetu.
Sasa gharama ya maisha ni kali sana, Wakenya wanateseka. Wale ambao hawateseki ni wezi kule, sio? Ile ziara yetu ya kuelekea Canaan is on course. Our journey to Canaan is on course. Tutaendelea, sio? Tumeona wengine wanaruka wanaenda Jubilee. Maana akina Karanga anaruka anaenda. Twende. Ukaona mwambia hao ile gari inaitwa Jubilee, kiju yake imeandikwa Misri. Hiyo gari inarudi wapi? Dereva ni mlevi na tanboy ni mwizi. Sisi tunaelekea wapi? Tarehe 8 mwezi jana tulivuka mto Jordan tukanyaga kwa mchanga ya Canaan. Tunaelekea mji wa Jericho. Mwezi ujao tutafanya ziara ya kuelekea kutoka Jericho mpaka Jerusalem. Sawa? Mko tayari? Wale wako tayari nene kwa mkono nyore. Nasa. Niite sasa Musalia Mudavadi arudi hapa ili aite wale wabunge wengine. Tuko hapa na bullfighter na kadhalika. Okay. Haya. Sasa nataka nisukume gurudumu yangu, si ndio? Na nitakuwa mkali. Wale sawa tu. Wale nitawapatia nikiwapatia dakika 2. In 15 minutes Khalwala atakuja. Sasa nataka tuanze na ladies first, si ndio? Wamama kwanza. Nataka nianze na Mrs. Beatrice Adagala. Njoo salamia dakika 2. Nataka mjue kuna MCAs wetu wengi sana. Nikisema niwataje wote ama wote wazungumza hatutamaliza. Kwa hivyo munisamehe, lakini tunawatambua wako hapa. Watu wa Luanda tipi, watu wa Baba Ria, bebe mkono hivi tukisema Baba tipi. Watu wa Luanda, watu wa Vihiga County, ile ni mama wenyu Beatrice Adagala. Na tunasema hivi, leo ni leo, si ndio? Mwenye atasema kesho ni raundi hii hakuna cha kuiba kura za baba. Tunatoa onyo kwa wezi wa kura hapa Kenya. Tunasema raundi hii wakisema waibe, tuko macho, tutanasa hao. Tunasema hivi, wakisema ile sheria wanataka kupitisha wataswear in, any judge can swear in Uhuru. Wakiswear in Uhuru huku, na sisi tunaswear in baba. Sijui hiyo, hakuna mambo mengine, sijui. Na wakati wa kura mtatoka kwa wingi, mtapiga kura mundu kumundu. Tunasema baba hadi State House, sijui. Mchezo ndio akifati. Tumecheza siku mingi, raundi hii tumeamuka. Mungu atubariki wote. Asante. Tukienda hivyo tutamaliza. Mama Elsie. Atakuja. Na weka ile ana ujumbe muhimu. Watu wa Luanda hamjambo. Mrembe. Mimi ni Mama Elsie, Woman Rep Kakamega County.
na niko na ujumbe moja. Kakamega County tumesema Raila 5 fresh. Na nyinyi mnasemaje? Mnasemaje? Na mimi nataka mfanye hivi. Mkienda nyumbani, wamama mfunge maleso. Tarehe Jumatatu sisi wote tunaenda wapi? Kwa street, si ndio? Ama namna gani? Asanteni sana. Haya, sasa nakuja kwa mama Nancy Abisai. Wana Luanda, leo ni siku ya baba, sio? Tunataka tusikie sauti ya ushindi, si ndio? Sasa mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Sisi kama Vihiga tuko na principle kwa NASA, si mnajua? Na tutaki tulete maneno ya aibu. Ukiona mwenzako ataki kupiga kura, anasimama kwa polling station anasema Mbeku, mwambie kwanza aingie apige kura, ndio sasa tuongee maneno. Si ndio hivyo? Lazima tujitokeze, si ndio? Na tupigie baba kura kwa wingi, sawa sawa? Kwa hivyo sisi wote kama Luanda, kama Vihiga, kama tulitoka 70%, wakati huu ni 100%, sawa sawa? Wana Nasaria, wana Nasa Tibim, wana Nasa Chala, kura kwa baba. Baba wapi? State House. Haya, sasa nimemaliza na kina mama. Nataka nimwite mheshimiwa, wale wa Emuhaya wamezungumza, wa Luanda amezungumza. Nataka niende Vihiga, jirani wenu, mheshimiwa Kibai. Karibu, dakika yako moja. Luanda niende. Mrema kandi. Nze jirani wenu wa Vihiga yaha, na basafari hii tumesema tumeshikana pamoja kwa nako koliga sana. Sikana ndura. Vihiga tuliamua wakati tulikuwa napigia baba na tukapiga 92%. Tumeamua tunarudisha hiyo hesabu juu 99%. Mimi na hii hakika Luanda will even do better than us. Mtafanya hivyo? Kitu tunasema, tumeambiwa hapa wengine wanakimbia, sijui nimesikia jina Tumbocrats. Tunasema waende kabisa. Mwishoni nataka kupongeza ndugu yangu Chris Mulele kwa sherehe kama hii, na tena kutukaribisha. Ni vizuri, tumekuwa na yeye bungeni, amekuwa mkubwa wangu bungeni, nitafuata nyayo zake. Asante sana. Haya, mheshimiwa Alfred Agoi, mjumbe wa Vihiga. Sabate. Abantu b'Rwanda mirembe, abantu b'Rwanda tibi, Raila tibi, Raila chalala. Mimi nataka kusema asante kwa kutukaribisha, asante kwa kurudisha mheshimiwa Omulele kurudi bunge. Yeye ni mtu wa heshima, yeye ni mtu wa bidii, tunafanya na yeye kazi pamoja vizuri, na mimi nasema asante kumrudisha. Tutaendelea kufanya kazi pamoja. Akiniita nifanye kazi hapa na nyinyi, nitakuja mara moja. Sawa sawa? Na mimi nataka mulinde kura ya Raila Amolo Odinga. Akisema left mnafanya, akisema right mnafanya, akisema forward march mnafanya, na akisema fire mnafanya nini? Na fire unahitaji kipande. Hiyo kipande yako uichunge, nasikia kuna watu wananunua. Usikubali kipande yako inunuliwe, sawa sawa? Hiyo kipande ndio itapeleka Raila Amolo Odinga State House. Raila Odinga wapi? Mungu awabariki. Haya, hawa watu ni wangwana kweli kweli. Sasa nataka nikuje kwa kijana mmoja anaitwa Malala Cleo, seneta wa Kakamega. Watu wanaona mrembe, nataka kuwafundisha salamu. Nikisema
Mnasema mtoto wa mbwa. Harambee! Harambee! Mimi nashangaa ati sisi watu wa Luhya na Wajaluo ati tangu tupate uhuru ati rais ni Mkikuyu, alafu akimaliza anapatia Mkalenjin, alafu Mkalenjin akimaliza anaregeshea Mkikuyu, alafu Mkikuyu akimaliza anaregeshea Mkalenjin. Mimi nakubali hiyo. Kwani nyinyi hamjazaa watoto ambao ni wanaume? Mimi nataka kuuliza, ukiweka hapa William Ruto na uweke hapa Musalia Mudavadi, utapata Musalia ako na akili mingi kuliko ujamaa. Ukiweka hapa Uhuru Kenyatta na uweke hapa Cleophas Malala na utuambie sisi wote tutoe longi, utapata mimi ni mwanaume kuliko Uhuru. Ukweli mwanaume. Mimi washangaa wanasema kwamba ati tena turudi kwa kura ambayo IEBC iliiba. Mimi mtakubali IEBC isimamie kura? Mimi nasema ya kwamba siku ya kura sisi tutachunga kura ya Raila. Hao majamaa wameenda kwa bunge kurekebisha sheria ati ya kwamba Supreme Court haitakuwa na mamlaka kugeuza maamuzi ya urais. Ati kwamba Uhuru akiiba kura ati Supreme Court haitakuwa na nguvu ya kugeuza hiyo wizi. Mtakubali hiyo? Mimi nataka kuambia Wakenya, I am speaking to Uhuru Kenyatta, ya kwamba wewe Uhuru ukiiba kura Raila tena, sisi hatutaenda Supreme Court. Sisi tutakata nchi, wewe baki Central, sisi tutaki hapa. Harambee! Harambee! Sisi tunajitolea. Niseme nisiseme? Sisi tunajitolea. Tumesema ya kwamba Kenya hii Raila ako na majeshi 4. Ukienda kule Mombasa, majeshi ya Raila anaitwa Hassan Joho. Ukienda kule Ukambani, majeshi ya Raila anaitwa Johnston Muthama. Ukikuja hapa kwa Wajaluo, majeshi ya Raila anaitwa James Orengo. Hapa kwa Luhya, mimi ninajitolea kukua majeshi ya Raila Amolo Odinga. Wangapi wanasema ya kwamba sisi hatutakubali kura Raila kuiba? Hebu nione mkono juu. Harambee! Haya, piga makofi kwa seneta. Haya. Sasa na mimi nichukue dakika yangu moja, si ndio? Alafu nimulete bullfighter. Si ndio? Si unamtaka bullfighter? Haya, jambo la kwanza nataka nitoe apology na salamu za Kalonzo Musyoka na Wetangula. Walikuwa wamesafiri kwa ziara, walikuwa wameenda nje ya taifa letu. Watarudi kesho, wengine watarudi leo jioni, na kesho tukiwa Mumias tutakuwa na Weta. Hata Joho hatakuja. Joho yuko Mombasa. Anapanga kwa sababu ziara yetu ya Mombasa iko karibu, si ndio? Na Kalonzo leo yuko na Wavinya Ndeti kule Ukambani, lakini wako imara kabisa. Sasa nataka msikize mambo moja ama mbili. Jambo la kwanza, sisi katika NASA leo tumetoa ujumbe kwa sababu mmekuwa mkisikia kiongozi wetu akisema lazima tufagie IEBC kabla ya uchaguzi. Mimi nataka niwaambie la kushangaza. Juzi
tarehe 28 usiku, hawa watu wa IEBC kupitia kwa Chiloba wameweka kandarasi kwa kampuni ya OT Mofo ile lituibia. Ameweka sahihi kwamba hiyo kampuni ilipwe 2.4 billion ili waendeshe uchaguzi ambao unakuja tarehe 26. Jambo la kushangaza ni kwamba uchaguzi ule ulifanyika tarehe 8 mwezi wa 8. Hii kampuni ililipwa shilingi bilioni 4. Sasa kwa uchaguzi ambao unakuja wanaongeza 2.4. Yaani hawa jamaa wataenda nyumbani na 6.4 billion shillings. Hawa ndio tunasema walitumia hiyo teknolojia yao kuiba kura za Raila. Sisi tumekuwa tukisema kwamba there is a reason ambayo inatakikana Wakenya wajue kwamba bila kusafisha IEBC uchaguzi ama haki za Wakenya zitadhulumiwa tena. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie wale wanasema tumaini yetu ni Raila, hiyo ni kweli. Lakini mimi nataka nibadilishe niseme tumaini ya Wakenya ni sisi wenyewe. Wewe ujiangalie kama tumaini la Kenya. Baba anabeba mzigo kweli, lakini wewe pahali uliko unamsaidia namna gani? Utamsaidia kwa kukaa nyumbani hawa jamaa wakiiba kura? Utamsaidia kwa kukaa nyumbani wakikuja kununua vyenu? Tunakataa hiyo. Utakaa nyumbani wakati pesa za Wakenya zinaibwa? Ati wewe ukipiga kura hapa matokeo yako yanaenda kwa server France. Mimi nauliza, wakati watu wa Fransa walikuwa wakipiga kura za urais mapema mwaka huu, kwani server yao ilikuwa hapa Kenya? Wakati Donald Trump amechaguliwa kule Marekani, server ya uchaguzi wa Amerika ilikuwa hapa Kenya? Kwa hivyo huyu mama Prime Minister wa UK wamefanya uchaguzi wao kule Uingereza, server yao ilikuwa hapa. Sasa inakuwaje sisi wa Afrika tunaambiwa tukifanya uchaguzi server yetu lazima iwe kule ngambo? Matokeo yanatoka hapa Luanda yanaenda ngambo, yakirudi yanabadilishwa. Wacha mchezo. Nasa hawa. Haya ndio sisi tunasimamia tukisema hatutaki. Tunataka haki. Na mimi nataka nimalizie kwa wale wetu ambao wanarandaranda. Wale wanarandaranda, si mnajua? Si wako hapa Vihiga? Wameenda huko Kakamega. Mnawajua? Taja majina nisikie. Na mwingine? Nani? Na mwingine? Na nani? Hawa wote mimi nashangaa. Na mimi nataka niongee Kiluya sasa. Murahura logori. Mula. Yiwe mundu musaza. Nowe numukari wowo. Mamundu akunuru mukari azina ye. Yakazi na ye. Mako bolende yiwe musiani wefwe owaranga nambwa. Amba hano
nyenyawe mpishi mu nyumba yangu, nyenyawe nindire zing'ombe zyangu, nyenyawe watchman wange. Yani ibuji kwa mpishi obe watchman umurindire zing'ombe nurora mukari wabo wayiba nare mumba harandi. Munyeregenage basaza bano zikura za Raila Jubilee yaiba. Jubilee imeiba kura za Raila, alafu hawa jamaa wanaenda kukuwa watchman, kuchunga ng'ombe, kukuwa mpishi, na wale watu wameiba kura za baba. Inawezekana hii? Dweli Nurunyoro Rufana ndi bwana? Inawezekana kweli? Nasawa! Nasawa! Nataka nilete bullfighter. Mheshimiwa Dr. Boni Khalwale. Thank you. Vanaleru Bunyore Miranda Hande Asande Inzimenza Khalwale Ninzi Dr. Boni Khalwale, ninakuja mbele yenu Vanaleru Banuya. I am a senior politician in this country, and I know what I am talking about. Ndio ninakuja mbele yako kukuomba kwa moyo mkunjufu kwamba ikiwa kura ya rais itarudiwa, tafadhali wewe mtoto Mluya, pigia Raila. Usipopigia Raila kura, Uhuru kichwa imeruka hapo na mipango mibaya sana kwa nchi hii. Uhuru anataka afanye amendment ya katiba ya Kenya ili tuwe na Uhuru for president for life. All MPs, all voters, we must say no. Na siku ya kusema no ni siku ya kupiga kura Uhuru out, Raila in. Wananchi musione Akaranga kiyumba, mukaone Marenda kiyumba, mukaone Chanjo kiyumba, mufikiri eti Waluya wameenda State House. Well, Eskia, even myself, I have the capacity to behave in a bad way. But because I'm an educated man, I know that ikiwa nitaonekana State House, ni lazima nionekane huko na sababu ni moja tu. Ukiona bullfighter State House, itakuwa kwa sababu Mudavadi, Wetangula, Kalonzo na Raila wamenituma huko niende nifanye negotiation ya handing over and taking over. The bullfighter can only go to State House to discuss handing over and taking over kati ya Uhuru na Raila. Sasa wewe Marende ndugu yangu, where you have only 5 years of experience in politics. 5. Na Mudavadi mwenye unataka kupishana na yeye ako na 28, Wetangula ako na 25 years, Khalwale ako na 20 years. Marende, you ought to be respectful and thankful to Raila kwa sababu yeye alikufanya Speaker of the Assembly of Kenya. Vijana, mimi
nafikiri Marenda amerudi kwa Uhuru ili Uhuru amfanye spika wa Senate. Sasa amechukua Lusaka, ameacha Marenda ati ndio karani wa stima. Hapana bwana. Vijana, mambo ya karanga msifate. Who is he? Akaranga is nobody. Ile kitu mimi najua kuhusu Akaranga ni ile asanti ninamrudishia, kwa sababu nilipomwambia Akaranga anapora mali yenu, wengine walikuwa wanacheza. Sasa saa hii wakati Raila atashinda kama rais, mimi nitaenda kwa boma ya Akaranga. Hiyo nyumba yenye amejenga yake itakuwa hospitali ya kutibu watu wa Ruga. Vijana, wananchi wa Mlima, nitoboe nisitoboe, kitu ambayo inasumbua Chanzu anasumbuliwa na wasiwasi kwamba nyumba yake Nairobi madeni wanataka kuuza na korofa yake hapa Chanzu ameshindwa kumaliza. Those are his personal problems. They have nothing to do with the interests of the Waluhya people of the great nation of the Republic of Kenya. Sibonge ni hapa. Sibonge ni hapa. Bwana ni hapa. Tafadhali, ni hapa. Bonde ni hapa. Ninamuomba nyinyi wote mpigie huyu Raila kura ya rais, ndio mimi si mnajua Raila amesema atakuwa rais for 5 years. After 5 years, kama nyinyi wote mmekuwa mmepigia Raila kura, mtakuwa mmenipatia nguvu. Mtaona after 5 years ninatembea na Mudavadi, naenda Siaya, anasema tunadai deni. Utaona mnaenda Migori, tunadai deni. Tunaenda Homa Bay, tunadai deni. Tunaenda Kisumu, tunadai deni. Alafu Mudavadi atakuwa rais bwana. Vende Vekaladirina. Huyu Uhuru Samba ameanza mbinu ya kutisha viongozi. Vile mnajua, kwa siku 3 wamekuwa wakitesa kijana anaitwa Babu Owino. Uhuru, listen to me. Uhuru, listen to me properly. All Kenyans are all children of God. They were made in his own image and likeness. Ikiwa ni makosa Babu Owino kukuita mtoto wa umbwa, na wewe ambia wa Kenya, wakati ulikuwa unazungumza kwa Kikuyu ukasema Raila ni kimundu mkurugi, what were you talking about? Kama ni makosa Babu Owino kutuzi mama yako ama baba yako, lazima ujue tena ni makosa wewe Uhuru kutuzi baba ya marehemu Fidel, baba ya Rosne, baba ya Winnie, baba ya Raila Junior, umwambie yeye ni mwenda wazimu. Wazungu husema, vijana, wazungu husema, what is good for the gander is also good for the goose. Jambo langu la mwisho ni ndugu yangu, rafiki yangu Omulele. Omulele, wewe ni lawyer. I want to hear you. I want to see you in parliament. Hii sheria yenye umeleta ati wageuse electoral laws, you must defeat it, you must oppose it, na ikiwa watakataa mnyoroshana hapa ndani vile tumeona Kampala kule Uganda wakinyoroshana. Vijana, Uhuru asikia mambo ya kuleta bills za kupendua electoral laws, wacha.
tunataka tuone wajumbe wako wakileta bill za kuinua Wakenya. Tuone bill ya school fees kurudishwa chini, tuone bill ya house rent kurudishwa chini, tuone bill ya bei mkate kurudishwa chini. Bwana kesea sisi bwana kada kutokole basata Nyasaye mwenyewe kata usiogope, kata Muluya, kata Weta, kata Musalia, kata Shakoni, kata Raila, kata Kalonzo, kwenda Uhuru, kwenda ni nani? Nimeona naona ni moto kapasi. Abantu wefomena ngandi. Wewe. Mimi nataka kusema asante sana. Asante bandu befoberwa, bandu befoberwa Bunyore. Owicha hunda humhurundu wefwe. Joshua wefwe mama wefwe bakalbe mago. Na mimi nimeona tuko pamoja, si ndio? Na nafikiri kiongozi wetu ametupatia mwelekeo ambao sisi sote tutafuata. Kwa hivyo kwa wakati huu naomba pasta wetu akuje atuombee ili tuweze kufunga huu mkutano. Pasta. Nakushukuru Bwana kwa kipindi ambacho kimepita. Asante kwa maongezi yote ambayo tumekuwa nayo. Sasa lilobaki Bwana ni kuomba kwamba uwasaidie viongozi wetu na haswa rais mtarajiwa ifikapo tarehe 26 aingie katika Ikulu, nasi tulibariki jina lako. Asante kwa kuambia safari zao zibariki kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante wananchi wapendwa, naomba mnyasafi wakati